wakati mwingine tena ambao Mungu ametupa neema na ametupa nafasi hii ya pekee kwa ajili ya kumtukuza yeye. Ningependa tutumie wakati huu au tumie wakati huu popote pale ulipo kwa ajili ya kumwazimisha Mungu. Nikukaribishe sana wewe ambaye uko popote pale ulipo unapofuatilia ibada hii wakati wa muda huu na majira haya. Ningependa uende mbele za Mungu umshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi nzuri hii ambayo ametupatia na kwa ajili ya pendo lake hili ambalo ameliachilia kwetu sisi sote. Kwa hiyo ningependa mahala ulipo umshukuru Mungu kwa ajili ya neema, lakini kama uko macho unaweza ukatumia wakati huu kuamsha wawili watatu, ukashare hiyo linki, ukawaamsha wawili watatu, kawaambia muda wa kukesha na Kristo ni sasa. Kwa hiyo unaweza ukawalika wawili watatu wakati tunamshukuru Mungu. Unaweza ukawalika wawili watatu, kawatumia hiyo linki rakatu jaraba. Alafu tutaenda mbele za Mungu, tutaomba huku unamshukuru Mungu. Mwazimishe tu Bwana, mwazimishe tu Bwana. Mwambie Baba asante kwa ajili ya wakati huu na kwa ajili ya majira haya, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu tunakushukuru. Baba tunakutukuza. Tunasema asante kwa neema na pendo lako kwa ajili ya maisha yetu. Ni mkono wako pekee ambao umeweza kutenda mambo haya. Nasi tunakuinua Bwana. Nasi tunakuinua Mungu uliye hai. Nasi tunakuinua Mungu wa miungu. Tunasema asante kwa ajili ya usiku wa leo tena. Tunasema asante kwa ajili ya nyakati hizi. Tunasema asante kwa ajili ya muda huu mzuri. Baba tunakutukuza, tunakuinua. Wewe ulianzisha kazi njema maishani mwetu. Nasi tunainua sauti zetu malango ya masaa haya kwa ajili ya kuliazimisha jina lako, ambalo jina lako ni taa. Mando robo ya katarabadaba ya kuzerekanoske peledusha yanto ragada bagada roko lima soko taraba ya karabadaba shandarabadaba ya karabagadoske peregedusha daba yantaragadaba ya karabadabu sadadabadaba ya karabada shandele koza rakataradabu sadadadaba ya karadabagada yantorodobo shandaraba ya karabadabadabadaba. Baba tunakuazimisha tena usiku wa leo tena. Tunainua sauti zetu za shukrani mbele zako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako Bwana. Haujaruhusu mabaya. Radobo shandaraba katarabaraba rekaramandele ketelemanda reketelebo shandaraba yakarabado shandaraba katarababa ya karamande reko zadadadaba ya kelemanto rodo sakataraba yantere korobo shandarabarabaraba. Ni wewe Bwana ulianzisha kazi yako ndani yetu, nasi tuna kila sababu ya kukuinua usiku wa leo. Nasi tuna kila sababu ya kupaza sauti zetu mbele zako Bwana. Asante kwa ajili ya wakati huu tena Baba. Asante kwa ajili ya majira haya. Mimi nakushukuru kwa ajili ya mama huyu ambaye ameamua kuacha usingizi na kukaa macho kwa ajili ya wewe. Ni wewe uliyesema kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Nasi tunakuita malango haya na wakati huu Bwana. Roko taradaba shadabadaba rekana mandara katarabadaba rikarabagado shandarabadabadaba. Baba tunakuinua tena kwa neema yako Baba, tunakuinua tena kwa pendo lako. Mashandele katarabadaba yantorobo koriantele bakata yekele mantu zele kapada yakarabababa shandarabadaba roko taradada shadadaba rekana mama shandele kaparadabadaba. Hebu mwazimishe Bwana kwa maneno ya kinywa chako mahala ulipo. Roko raba shandarabadabadaba
rakarabadabariandeleba sadadadaba rokoriantarabadabarabaraba. Baba, asante kwa neema yako. Baba, asante kwa ajili ya ulinzi wako. Baba, asante kwa ajili ya mkono wako. Nasi tunakuinua tena majira haya. Ridoba shandaraba katarabaraba. Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya pendo lako. Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya uhai wako ndani yetu, maana ni wewe Bwana uliyetoa uhai wako ili sisi Bwana tuheshimiwe. Tuna kila sababu ya kukushukuru, tuna kila sababu ya kukutukuza, maana uaminifu wako ni wa muhimu kwetu. Rikaramandele koshandalabadabadaba yakarabadabadaba suda yekeremanto robo sandaraba yakarado sheketerereba reketelemanto rokotaba rianteleba katarabadabadaba ridado shadadadadadaba rakanama shandarado shadadaba reketelemando robo shandarabadabadaba rakanama shandele katalaba. Anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ridabo shandalaba katalabadabadaba. Tanzania na waseme ya kwamba kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwenye mlango wako waseme ya kwamba kwa maana fadhili zako ni za milele. Wale tunaomcha Bwana usiku wa leo tuseme kwamba kwa maana fadhili zake ni za milele. Baba, asante kwa kutuhifadhi, asante kwa kutulinda, asante kwa kutuepusha na mabaya, asante kwa kutulinda na mishale, ile mishale ya uharibifu ambayo ilielekezwa kwetu mchana, ambayo ilielekezwa kwetu wakati tunaelekea kazini. Baba, tunakushukuru kwa pendo lako. Riando robo shandaraba yakaramande rekapadaba rokotaradaba shandalabadaba rikanama mama shandalaba katalaba. Daudi anasema sitakufa bali nitaishi ili nikayasimulia matendo yako Bwana. Na mimi ninakushukuru kwa ajili ya zawadi ya uhai ambao umeachilia kwenye maisha yangu. Ninakushukuru kwa ajili ya zawadi ya uzima, maana uhai nilionao ndo tiketi ya kujua kwamba Bwana upo. Rinda bashandele kotaraba yakarabarabaraba rakatarabababa shanda rekanama shandalabakata rikanama shandalabadaba. Katika shida yangu nalimwita Bwana, naye Bwana akaniokoa. Robo shandalabakatalaba rokotalabakatalabadabadaba. Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakaye kuwa juu yetu? Magonjwa hayawezi kuwa juu yetu, uharibifu wa shetani hawezi kuwa juu yetu, maana Bwana yuko upande wetu, maana Bwana yuko upande wetu. Bwana akiwa upande wako, nani anayeweza kuwa juu yako? Hapana. Magonjwa hayawezi kuwa juu yako. Arama shakataraba, aibu haiwezi kuwa juu yako. Radaba shandalaba kataraba. Bwana akiwa upande wetu, hatuwezi tukaaibika. Baba, tunakushukuru kwa kuamua wewe kukaa upande wetu. Yandaba katorobo shandalaba rida baba karemando roko sarababa. Baba, utukufu na heshima zote ni za kwako, nasi tunakuinua kwa ulinzi wako. Asante kwa kulinda watoto, asante kwa kulinda watu wa nyumbani mwetu, asante kwa kulinda kila mtu moja moja, asante kwa kulinda wa mama, kuwalinda wa baba. Yando seketere barabaraba yane mashanda la katubaraba robobo ya kanama katozele kapanda ya kanama shandele kata yaraba katuraba yantaragada barabaro saba ya karababa. Anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mimi ninakushukuru Yesu, maana umekuwa upande wangu, umekuwa mahala pangu, umekuwa eneo langu, maana wewe ndiye nguvu zangu. Ninakupenda sana. Ni wewe uliyesema tukuite, maana utatuitikia na utatuonyesha mambo makubwa na magumu yale tusiyoyajua. Baba, tunakuinua tena. Ya robo shandala bakatala baba ya dada duruburi ya katara baba.
yandereba shandaraba katarababa rodobo shandaraba katarababa yakanama shanduradaba riakanama shanderebadaba riandura makariandere koriandaraba riobo koriantaraba baba rokoriantele mandarakaba yandele mashandaraba kata. Yesu asante Baba, asante yakaraba shandaraba rakanama shandaraba katarababa. Nataka utumie nafasi hii tena kumshukuru Mungu kwa ajili ya familia yako, kumshukuru Mungu kwa ajili ya watu wa nyumbani mwako. Robo shandaraba kataraba. Mshukuru Mungu kwa ajili ya familia yako. Mshukuru Mungu kwa ajili ya watu wa nyumbani mwako. Mshukuru Mungu kwa ajili ya wadogo zako. Mshukuru Mungu kwa ajili ya watu wa nyumbani mwako. Watu wa nyumbani mwako, wazazi wako wa kimwili kabisa ambao wamekuzaa wewe. Unaweza kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Uroko riantala barabara. Asante kwa kuwatunza Bwana mbali na kila mipango ya yule mwovu. Baba, nakushukuru kwa ajili yao. Asante kwa ajili ya wazazi wangu Bwana. Ninakushukuru kwa kuwatunza, nakushukuru kwa kuwalinda na mabaya, nakushukuru kwa kuwalinda na mitego ya yule mwovu. Ninajua mwovu alikusudia mabaya juu yao, lakini Bwana ukainua kiwango kipya cha uzima. Heana makariandorobo shandaraba yakaraba baba riandele kapa yakatoraba shandaraba yakakaraba gadasuda yakakarama katoraba daba yakanama shandaraba daba rena mama shandaraba rakanama shandaraba. Asante kwa ajili ya dada zangu, ninakushukuru Bwana Yesu kwa ajili yao. Asante kwa ajili ya kaka zangu, ninakushukuru kwa ajili yao, lakini pia kwa ajili ya wadogo zangu wa kiume pia nakushukuru kwa ajili yao. Yesu asante. Ya robo shandala barabara ya karaba baba shandala baba. Baba, nakushukuru hata kwa ajili ya zawadi ya uhai. Yana mashandala bagadaraba. Kuna muda mwingine huwa nakaa nafikiria namna ulivyomuumba mwanadamu kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza kwa namna yake mbele zako. Huwa ninabaki na shangaa. Yande bakato baraba ya karama shandara baraba ya karama ndeleketele mandaraba. Namna unavyobadilisha usiku na kuwa mchana na mchana kuwa usiku, ninabaki ninashangaa. Yantereba kariodobo sandalaba. Ni hakika kweli akili zako hazichunguziki. Acha nikushukuru wewe utendaye mambo makubwa. Acha nikushukuru wewe ufanyaye mambo makubwa. Wewe uliyempa uwezo kuku wa kuweza kuatamia yana mashandara baraba ya karama shandara baraba. Wewe uliyempa uwezo mwanadamu wa kuweza kuzaa kitu, ni wewe peke yako Bwana. Yantarado shada baraba. Baba, utukufu, heshima na mamlaka ni za kwako Bwana. Ninakutukuza kwa neema yako, ninakutukuza kwa pendo lako. Ni wewe ambaye hujaruhusu mabaya yakawa sehemu ya maisha yetu. Ya karama shandaraba kata. Hebu mwazimishe Bwana tena kidogo, maana tunapomwazimisha Bwana kuna mambo matatu yanatokea. Yana mashandaraba kataraba. Jambo la kwanza ambalo linatokea wakati unamshukuru Mungu, ya karaba shandaraba kata, Mungu mwenyewe anaweka attention harama shandaraba kata ya kuweza kukusikiliza. Nataka nikwambie, wakati wa shukrani Mungu ndio anapoelekeza macho yake kwa ajili ya kukutazama na kukusikiliza. Kama ambavyo wewe ambavyo unaweza ukaanza kusifiwa na mtu, ndivyo ambavyo na watu wanaweka attention ya kuweza kusikiliza. Ndivyo alivyo na Mungu wetu. Kwa hiyo unapomwazimisha na kumshukuru, ndivyo ambavyo unavyoanza kuona Mungu anaweka attention ya kukusikiliza sasa, ya kwamba mwanangu anafanya nini,
maana Mungu alitafuta mtu atakaye simama mahala palipobomoka. Mahala palipobomoka ni eneo la shukrani. Watu wanapenda kushukuriwa sana, watu wanapenda kuabudiwa sana, watu wanapenda kuinuliwa sana. Ndivyo alivyo na Mungu wetu. Ndio maana akasema kwamba nikatafuta mtu atakaye simama mahala palipobomoka. Kwenye eneo la shukrani pamebomoka. Ndio maana unapomshukuru Bwana unatengeneza ile atmosphere ya wewe kuweza kupokea vitu kutoka mbinguni. Yandereba shadabaraba yana mama makaraba yarababababababa rande bakaramana manama. Lakini jambo la pili, unapomshukuru Bwana yana mashandarabakata, ule uwepo wa Bwana unashuka juu yako. Unaweza ukashangaa umeanza kuomba ndimi ambazo haujawahi kuomba kwenye maisha yako. Ni kwa sababu ya shukrani. Yana mashandarabakataraba yandereba karabarabaraba. Ni wewe tu mama yangu, dada yangu, uliyezoea kwamba ni kawaida nitaamka kuomba. Rianda bashandaraba, ninataka uondoe hiyo mentality. Yandere mashandaraba baba ya karabarabaraba yarabababa ya karabarabaraba yanderere baba baba shandaraba rakana mashandaraba. Unataka uombe maombi mazuri, unataka uombe maombi yenye matokeo. Hebu kuwa mtu wa shukrani. Ana mashandaraba yarababa makaramanda. Wote waliomshukuru Bwana kuna mambo mengi walitendewa. Ya karama shandaraba ya karabarabaraba ya nanana makarabaraba ya rabababa shandaraba ya dododo boriantarabaraba. Baba yangu mimi ninakutukuza Baba. Yanda mashandarabaraba yando rokotarabaraba rakana mashandaraba. Na jambo la tatu, unapomshukuru Mungu anama yandaraba shandaraba rakana mashandaraba. Jambo la tatu, unapomshukuru Mungu yakarabarabaraba shandaraba. Hapo ndipo uwepo wa vita unaposhuka. Rakana mashandarabakata. Upako ule wa vita unashuka wakati wa shukrani. Mungu anaanza kupigana na adui zako. Yandala mashandarabakata. Kwa nini unaweza ukanikuta muda mwingi ninatumia shukrani sana? Maana ninaelewa ndo muda Mungu mwenyewe anaanza kupambana na adui zangu. Yana mashandarabaraba yerere boriantaraba yarabababa shandaraba araba yakata. Baba, siwezi nikamaliza shukrani mbele zako. Shukrani ni nyingi sana. Maya karamandarabaraba. Mbali na uhai ulionipa, lakini hata kwa namna ambavyo unavyofanya mambo yako, akili zako hazichunguziki Baba. Yando robo shandarabaraba. Mimi ninakushukuru hata kwa kunipa huu mwongozo kwa ajili ya kwamba nisiaibishe tena. Hata rina mashandaraba. Ninakushukuru hata kwa ajili ya huu mwongozo ili niweze kuomba vizuri. Baba, nakushukuru tena. Nakushukuru tena na tena Baba. Nakushukuru tena na tena Baba. Nakushukuru tena Baba. Nakushukuru tena Baba. Tena na tena nainua sauti yangu ya shukurani mbele zako. Yana mamariantele Baba. Asante Baba. Asante Baba kwa uhai na uzima. Asante Baba kwa kunipigania. Asante Bwana kwa kunitetea mahala ambapo ningetumia nguvu. Asante Roima. Yana mashandaraba. Yana makarabaraba. Yarabababa yakaraba. Yotaraba yandereba. Yererere makana mashandaraba Baba. Ayadaba. Baba asante. Yaragadagada. Yada baba. Sante kwa ajili ya huyu mama. Sante kwa ajili ya huyu baba
Asante kwa ajili ya huyu kaka. Asante kwa ajili ya huyu baba. Baba, ninaamini usiku wa leo rianda bakatalaba, kuna wengine wataondolewa kwenye aibu ya magonjwa. Honama robo shanda rabakatalaba, wengine wataondolewa kwenye aibu ya tabia fulani. Mando shakata roboria karabadaba yanana makaradaba robobobo shanda ragadagadaba. Baba, utukufu na heshima ni wa kwako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Karabarabaraba. Asante Bwana Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ninatamani nikuletee kidogo mwongozo ambao utatupeleka kwenye kuomba. Tuko kwenye season ya wiki hii ya kwamba sitaaibishwa tena, ya kwamba sitaaibishwa tena, na tumekuwa tukijifunza na kuomba kutokea hapo kwenye kile kitabu kile cha Isaya ile 54 na ule mstari wa 4, kwenye kile kitabu cha Isaya ile sura ya 54 na ule mstari wa 4. Neno la Mungu linasema kwamba usiogope maana hutatayarika, wala usifadhaike maana hutaaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashtumu ya ujane wako hutayakumbuka tena. Nimekuwa nikitumia tafasiri mbalimbali za kuweza kukuelewesha au kuweza kukupa ufahamu mpana na wa pekee ili kusudi uweze kuelewa. Nikatumia tafasiri ya New Version, tukaweza kuona mambo kaza wa kaza, lakini tumejifunza sitaweza kurudia kila kitu ambacho tumekuwa tukiwa nacho tukiomba, lakini leo nitazidi kusogea mbele na zaidi na zaidi. Jana nilikuwa ninazungumza nini kazi ya roho za aibu. Nilizungumza kama mambo 4, lakini sikuweza kuyamaliza yote, ila sitaweza kuendelea na iko kipengele. Baadhi ya mambo yote mengine tuliyaomba kwenye kipengele kile cha namna nini kazi ya roho ya aibu. Niliweza kuzungumza hapo kwa upana na kwa ukubwa, lakini sitaweza kurudia tena sana kwa undani. Kama hujafanikiwa kuipata hiyo audio, make sure unafuatilia audio ya jana. Lakini usiku wa leo ninataka nitumie nafasi hii kukuletea neno la Mungu tena, ya kwamba namna gani ya kuishinda hii roho ya kuaibishwa. Namna gani ya kuishinda hii roho ya kuaibishwa. Zipo namna nyingi ambazo zinaweza zikatumika kuweza, sio kwamba ambazo nitazizungumza mimi ndo ziko sahihi sana, hapana. Ni zile ambazo ni za muhimu, mtumishi wa Mungu yoyote anaweza akaiongea, lakini zinaweza zikawa unazijua na unazifahamu, lakini ninaomba ufungue masikio yako kwa utofauti, utaweza kuzielewa na utaweza kuzijua, kwa sababu neno la Mungu linapokuja kwako, linapotoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu, lengo lake ni ili kusudi kugeuza maisha ya mtu, sio maisha ya vitu, maisha ya mtu. Kwa hiyo usiku wa leo nataka tujifunze na tutaingia kuomba kwa habari ya namna ya kuishinda hii roho ya kuaibishwa. Jambo la kwanza kabisa ambalo litakupa nafasi na tiketi ya kuweza kushinda hii roho ya kuaibishwa ni kuishi maisha matakatifu. Jambo la kwanza, namna ya kuweza kuishinda hii roho ya kuaibishwa, namna ya kwanza ni kuishi maisha matakatifu.
hakikisha mpendwa, hauruhusu usingizi. Usingizi ukikupitia, shetani anakupandia magugu. Biblia inasema kwamba nao walipolala, adui akaja kwao akapanda magugu. Lakini pia unapolala, ukilala ukaruhusu usingizi upite, unabadilishiwa matokeo. Unabadilishiwa matokeo. Kwa nini? Kwa sababu kuna matokeo unatamani usikilize kuliko kusikiliza marudio ya audio ikiwa imetoka live. Ni sawa, kuna kitu utakielewa, lakini haya mambo mawili ni ya muhimu. Unapolala, cha kwanza utapandiwa magugu, ndio hiyo roho ya aibu. Lakini cha pili, unabadilishiwa matokeo. Kwenye kitabu cha Wafalme kuna wanawake wawili walipata watoto. Baada ya kupata watoto, mmoja akalalia mtoto wake akafa, akambadilishia mwingine akachukua mtoto. Maana yake unapolala, unaruhusu usingizi, roho ya kuua vitu inaingia ndani yako. Ndo hapo na roho ya aibu inazaliwa tena kwenye maisha yako. Yaani ningekuwa mimi, ningechukua hata maji nikajimwagia ili kusudi tu usingizi usinyemelee. Jambo la kwanza nimesema, ili uweze kuishinda hii roho ya kuaibishwa, jambo la kwanza ni kuishi maisha matakatifu. Kwa nini maisha matakatifu? Maisha matakatifu ndiyo tiketi pekee inayomruhusu Mungu kufanya kazi kwenye maisha ya mtu. Mungu hafanyi kazi mahala palipo na uchafu. Mungu hafanyi kazi. Kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza na ule mstari wa 15 na 16. Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza. Petro wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, bali kama yeye alivyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. 16 anasema, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Hapa kuna mambo ya kujifunza na ya kuweza kuelewa. Kwa hiyo utakatifu ni tiketi na ni jambo la lazima kwa mtu ambaye hataki kupita kwenye aibu. Kama unataka uishi kwenye aibu na aibu isiondoke kwenye maisha yako, ishi maisha ya namna yoyote unavyoyataka wewe mwenyewe. Lakini kama unataka uishi kwenye maisha ambayo hayana aibu, maisha ambayo hayana fedhea, maisha ambayo hayana kudharauliwa, amua, zamilia kuishi maisha matakatifu. Mungu mwenyewe ameitisha, amesema hivi, bali kama yeye alivyo mtakatifu, basi na wewe mwenyewe, wewe dada, wewe kaka, wewe baba, wewe mama, wewe kama yeye alivyo Mungu wetu mtakatifu, basi na sisi watoto wake tunatakiwa kuwa watakatifu. Utakatifu ni kanuni ya Mungu aliye hai. Nimekuambia kwamba Mungu ni Mungu mtakatifu, na Mungu hafanyi kazi mahala pachafu. Maana Biblia inasema hivi, pepo mchafu amtokapo mtu huenda mahala pasipokuwa na maji. Kwa nini? Roho Mtakatifu ni maji. Anapoingia kwenye maisha ya mtu, anaroanisha mwili wote, ule uchafu unayeyuka. Lakini huyu mtu akishindwa kuishi kwenye utakatifu, Roho Mtakatifu anaondoka. Yule roho wa uchafu anaingia na zile aibu zake, anaingia na zile fedheha zake, anaingia tena. Kwa
kwa ajili ya kubariki. Haujawahi kuona mpendwa, watu walikuwa wameokoka, lakini baada ya kuacha kuishi maisha matakatifu, hali yao ikawa mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa nini? Maisha matakatifu ndio tiketi ya Mungu kutenda. Maisha matakatifu ndio tiketi pekee ya Mungu kutenda kazi pamoja. Mungu hawezi akasimama kwako kwa ajili ya kukutetea kama hujaamua. Jana nilikusomea kwenye kitabu cha Yoshua, nikakwambia kwamba utakatifu unapoingia, uchafu unapoingia, unakuweka mbali na Mungu. Kwenye kile kitabu cha Zekaria nikakuonyesha Yoshua alivyokuwa na uchafu, lakini sitakuwa na muda sana wa kuzungumzia huko. Lakini unapotaka kushinda hii roho ya kuaibishwa, ni lazima uishi maisha matakatifu. Nataka tuone kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi ile sura, Mambo ya Walawi ile sura ya 11 ule mstari wa 14. Mambo ya Walawi sura ya 11 na ule mstari wa 10. Aramashandere katuzarada bakadusha yanteregada bagada. Mambo ya Walawi 11 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi. Mambo ya Walawi, nawe na mwewe na konzi kwa aina zake. Na mwewe na konzi kwa aina zake. Maana yake ili andiko limekaa hivi: na muwe na konzi kwa aina yake. Kwa nini? Fanye vitu kulingana na mazingira yako. Uvifanye vile vitu kulingana na mazingira yako kwenye maisha yako. Haleluya. Kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi hiyo 11, ukitoka hiyo 14 twende 44 na yenyewe tuisome, alafu niunganishe. Kutoka hiyo 14 twende pia 44, alafu nikuonyeshe tuunganishe. Anasema hivi: kwa kuwa mimi Bwana Mungu. Mambo ya Walawi 11 tumesoma 14, lakini tusome hii 44 tuunganishe. Anasema hivi: kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu basi, iweni watakatifu kwa kuwa mimi mtakatifu, wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yeyote kiendacho juu ya nchi. Kwa nini Mungu anasema usitie uchafu wote? Uchafu upo wa namna nyingi. Nitakuja kukuonyesha baadhi ya maeneo ambayo unapaswa kuwekeza utakatifu. Nitakuja kukuonyesha hapo mbele. Kwa hiyo utakatifu ni tiketi mojawapo ambayo inamfanya Mungu atende kazi kwenye maisha yako. Lakini ukisogea hiyo Mambo ya Walawi sura ya 20 na ule mstari wa 7, sura ya 20 na ule mstari wa 7, anasema kwamba jitakaseni basi, iweni watakatifu kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo Mungu, ukiona andiko limejirudia zaidi ya mara 2, zaidi ya mara 3, ujue kuna msisitizo wa muhimu kwenye hilo eneo. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo unapaswa kuliishi kwa ulazima ili roho za aibu zisiweze kuwa na nguvu juu ya maisha yako ni kuamua kuishi maisha matakatifu. Kwa nini uishi maisha matakatifu?
Jambo la kwanza, kwa nini uishi maisha matakatifu? Maisha matakatifu ndiyo yanayompa nafasi Mungu ya kuweza kutenda kazi kwa uaminifu na kwa upekee kwenye maisha ya mtu. Narudia tena, kwa nini uishi maisha matakatifu? Maisha matakatifu ndiyo yanayomruhusu Mungu kutenda kazi kwenye maisha ya mtu. Mungu hawezi akatenda kazi kwenye maisha ya mtu anayeishi maisha machafu. Na maombi mazuri ya mtu mwenye maisha machafu ni kuokoka tu. Hata haya tuliyoyaomba, kama maisha yako ni ya michangani, kijana wa kiume unakuja unaomba hapa, afu unatoka na simu yako hapo unaanza kuangalia picha. Roho ya aibu inakumendea kabisa na inakusubiri kukutafuna. Kwa hiyo usiku wa leo unapoamua na kuzamiria kuishi maisha matakatifu, ni lazima Mungu atatenda kazi pamoja na wewe. Lakini kitu kingine, unapoishi maisha matakatifu, mkono wa Mungu wa kukusaidia kuvuka katika mabaya na magumu unakuja juu yako. Maana anasema jitakaseni basi, maana mimi ni mtakatifu na mimi ni Mungu. Kwa hiyo Mungu kama anatuhimiza tuwe na maisha matakatifu, ni lazima atatusaidia hata kutuondoa kwenye aibu ya namna yoyote. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ya kwamba kila kunapokucha maisha matakatifu yawe sehemu ya maisha yako. Maisha matakatifu ni ya muhimu sana. Hauwezi ukamshinda shetani kama haujaamua kuishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu ndiyo yanayompa Mungu nafasi ya kutenda kazi kwako. Kitabu kile cha Wagalatia ile sura ya 5. Wagalatia sura ya 5 na ule mstari, Wagalatia sura ya 5 na ule mstari wa 19. Biblia inasema kwamba kuanzia mstari wa 19, neno la Mungu linasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada za sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, hasira, wivu, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi na mambo mengine ya design hiyo. Nataka nikwambie haya yote yaliyoelezeshwa hapa ni mambo ambayo yanamfanya Mungu asikae kutoa au asije kwako kutoa msaada. Jambo la kwanza lililotajwa, amesema basi mambo ya mwili ni dhahiri. Jambo la kwanza ni uasherati. Uasherati ni kijana ambaye hajaoa na binti ambaye hajaolewa anashiriki tendo la ndoa. Hili ni jambo baya sana. Aibu muda wowote inaweza ikakupata. Aibu muda wowote inaweza ikakupata. Kwani wangapi ambao mko sasa hivi mnajiita mko masingo, lakini mmeua watoto kwa kuwatoa mimba? Yavumilie tu, ndo machungu. Si unataka usipite kwenye aibu? Ndo tunataka tutoke jumla kwenye kuaibishwa. Na moja ya eneo la kwanza ndo hili. Kwa hiyo kwenye kuaibishwa na shetani, anatumia mlango wa kwanza ni uasherati. Unamkuta kijana yuko busy na mabinti. Mimba ikitokea wanaanza kutafuta daktari, wanataka kuficha. Unakuja kuoa haupati mimba. Kwa nini? Mungu anakwambia ulifanya jambo hili. Na kuna wengi wako kwenye ndoa
Haya ndo wanayosumbuka nayo. Ukiangalia kwenye ujana, ulikuwa unajichomoa tu. Baby nina mimba, na kutumia hela katoe. Sawa. Sasa hivi unayatafuta maombi. Namna rahisi ya kutoka kwenye hiyo aibu ni kutubu na kuamua kumlingana Mungu kwa toba na rehema. Kuna sala ya toba na kuna maombi ya toba. Sala ya toba unaongozwa kwenye mkutano au kwenye kipindi fulani, kama ambavyo hapa baadaye nitaongoza sala ya toba watu waokoke. Lakini maombi ya toba ni wewe kukaa na Mungu, kumlingana Mungu, kumtaka Mungu. Amesema jambo la kwanza, uasherati. Kwa nini? Kwa sababu uasherati ndio mlango mkubwa unaomuingiza mtu kwenye agano la aibu. Watu wa Mungu, vijana wenzangu mnaonisikiliza muda huu, hebu amua kuishi maisha matakatifu ili aibu isiondoke. Mtu mmoja alinifuata muda mrefu, nikupe tu ushuhuda. Mimi napendaga kufundisha watoto. Muda mrefu kidogo, aliponifuata akaniambia, "Bwana, mtumishi wa Mungu, kuna binti mimi nimependa, lakini huyo binti yuko wapi?" Ya yupo. Nikamuuliza hivi, huyo binti kabla hujaja kuniambia ulishalala? Baada ya kulala ulihisi nini kwenye? Sikuhisi chochote. Ukuhisi chochote. Baada ya muda mfupi yule kijana mambo yake yalianza kuharibika. Kwa sababu gani? Unapofanya uasherati kijana, zile spiriti kwenye ulimwengu wa giza zinaingia kwa ajili ya kukuhataki, kwa sababu unakuwa umefungua mlango kwa ajili ya kukuaibisha, mlango kwa ajili ya roho zote kuingia. Yani wewe hata kama ni baba uko kwenye ndoa, ukitoka kwenye ndoa yako ukalala na binti ambaye hajaolewa, wewe umefanya uzinzi, lakini yule binti amefanya uasherati. Kwa hiyo roho hii ya uasherati na uchafu isiposhughulikiwa kwenye maisha ya mtu, na hiki ndo kitu ambacho anawaibisha nao watu wengi. Anawaibisha na zinaa, anawaibisha na ulevi. Sasa hivi kuna kichaka cha kujifichia utakatifu. Unamkuta mtu anakwambia ni mtakatifu, lakini maisha yake ya silini, maisha ya silini ambayo wanajua wao wawili, yeye na simu yake. Mama yake mzazi anajua huyu ni binti yangu, bado hajaguswa na mwanaume, lakini kuna kimdoli kilishamgusa. Unakuta mama anasema kijana wangu amejitunza, lakini mke wake ni mkono wake. Akikaa pembeni anajichezea mpaka anajiridhisha. Mimi ninayaongea haya kwa sababu ndo sehemu pekee ambayo ukifanikiwa kuishinda kijana, ukifanikiwa kuishi maisha ya haki, hautakuja kuaibishwa hata siku moja. Aibu zinawapata vijana wengi wa mama mpaka kwenye ndoa. Vijana wengi wanakimbilia mpaka kuwa mashoga. Kwa nini? Kwa sababu mishipa ya miili yao walishaiua na masturbation, walishaiua. Kwa anajiona na yeye anatamani kuingiliwa kinyume na maumbile. Mwanaume, mtu wa Mungu, hii roho ya aibu hii, Nisikilize kijana unayenisikiliza hapa, ulioko hapa, weka masikio yako vizuri. Mungu yuko tayari usiku wa leo kukufungua kwenye hizo addiction. Tunatamani tuishi maisha matakatifu, lakini leo utafanya uamuzi wa kuishi maisha matakatifu. Utafanya uamuzi wa kuishi maisha matakatifu. Na tutamuomba Mungu leo sana kwa habari ya roho ya utakatifu. Roho ya utakatifu tutaitaka sana usiku wa leo. Tutaitaka sana roho ya utakatifu usiku wa leo. Yaani kwa sababu roho ya utakatifu ikiingia kwenye maisha ya mtu,
inafukuza kila uchafu. Ikiingia kwenye maisha ya mtu, inaondoa kila tabia mbaya. Kipengele cha pili, hapo nilikuwa nazungumzia kwenye kitabu cha Wagalatia. Kipengele cha pili anasemaje? Amesema hivi, uasherati, uchafu. Uchafu unaweza ukawa uchafu wa mwili, uchafu wa kuongea, uchafu wa kuwaza, uchafu wa kufikiri. Unakuta mtu amekaa anafikiri kwenye akili yake kulala na mwanamke tu. Na Biblia ikasema hivi, Yesu akasema hivi, yeye amwangaliaye mwanamke kwa jicho la kumtamani tayari amekwisha kuzini naye. Kwa nini? Kwa sababu kwenye akili tayari umeshamvua nguo. Kwa hiyo uchafu kwenye kufikiri tutashughulika nao. Lakini kipengele kingine anasema hivi, ufisadi, ndo hii wizi, ibada ya sanamu, uchawi. Ibada ya sanamu, chochote unachokipa muda nje na Mungu. Wewe umeokoka, unakaa na tamthilia masaa 4. Ukija kwenye ibada ya maombi kama hivi, unaanza kusinzia. Tayari wewe sanamu yako ni hizo movie. Sitaki kuongea sana hapo. Lakini anasema ibada za sanamu, uchawi, uchawi, kwenda kwa waganga, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. Mambo ni mengi sana ambayo tunapaswa kushughulika nayo kwenye maisha yetu. Kwa hiyo jambo la kwanza litakalokupa tiketi ya kushinda roho ya kuaibishwa, ya kushinda roho ya kufedheshwa, ni kuamua kuishi maisha matakatifu. Unapoishi maisha matakatifu, mwili wako unakuwa nyumba ya Mungu. Kitabu cha Wakorinto sura ya 3, Wakorinto wa kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 16. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Wakorinto wa kwanza. Unapoishi maisha matakatifu, mwili wako unakuwa nyumba ya Mungu mwenyewe. Ila unapoishi maisha machafu, mwili wako unakuwa nyumba ya roho chafu. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16? Neno la Mungu linasema hivi, au haujui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kwa nini? Mtu unayeishi maisha matakatifu, Mungu anakuwa sehemu yako, anakaa na wewe. Hauwezi ukakaa na Mungu kama unaishi maisha matakatifu. Jaribu kuimagine, ulipookoka ulikuwa na utakatifu, na sasa hivi sasa umeokoka kijana, alafu bado unaendelea kuangalia pornography. Yani jaribu kujiimagine, Mungu yuko ndani yako, alafu unaangalia zile picha. Maana yake Mungu aliyoko ndani yako unaangalia naye. Baba umeokoka. Mungu aliyechagua mwili wako kukaa ndani yako, halafu imagine unaenda kuzini. Maana yake Mungu uliyembeba kwenye mwili wako unampeleka kuzini. Maana yake Mungu aliyechagua makao ya mwili wako unaenda kuvua nguo mbele yake, na wewe unashiriki na Mungu yuko ndani ya mwili wako. Sema, ninakataa kuanzia leo katika jina la Yesu. Utakatifu utakuwa sehemu yangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Jambo la pili, namna ya kushindana na hizi roho za kuaibishwa. Jambo la pili ni kuomba kinyume zidi ya hizi roho za kuaibishwa. Kuomba kinyume zidi ya hizi roho za kuaibishwa. Kwa nini uombe kinyume? Kwa sababu shetani anachojua lugha pekee ni kukemewa. Ndio maana inasema hivi, mpingeni shetani naye atawakimbia.
Kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya 6. Nataka nimalizie hapa tuende tukaombe. Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 12. Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 12. Neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi. Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema hivi. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nataka niende taratibu hapa, kuna vitu uweze kuvielewa. Amesema hivi, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Kuna falme fulani zinazoachilia roho ya kuaibishwa. Yaani kuna territory kabisa zimejipanga kwenye maeneo fulani, zinaachilia tu roho ya kuaibishwa. Na hizi falme ni kitu kilicho juu falme. Ninapozungumzia falme ninazungumzia utawala. Halafu kinakuja kitu kinaitwa mamlaka. Mamlaka ndo hii unakuta ni serikali. Yaani tuseme kwamba muunganiko fulani wa ule ufalme. Ufalme unatoa agenda fulani, halafu mamlaka inakuja kupokea zile agenda. Yaani niseme kwamba kama kwenye ulimwengu wa roho, anga na atmosphere ya mtaa fulani, kwenye lile anga la mtaa, wafalme wa ule mtaa wanazungumza kitu fulani, halafu wale wakuu wa mamlaka kwenye ile eneo wanapokea kile kitu, wanakuja kukiapply. Kwa hiyo anasema hivi, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya. Kwa hiyo amua kuomba kinyume na hizi roho, ili kusudi uweze kuzishinda na uweze kutokuaibishwa tena kwenye maisha yako. Kwa sababu hizi roho huwa zinaatamia anga. Unaweza ukakuta mtaa fulani, miezi fulani, ule mtaa unakuwa na amani, lakini kuna majira yakifika unashangaa ule mtaa makahaba labda wameongezeka. Unashangaa ule mtaa vibaka wameongezeka. Unashangaa ule mtaa ajali zimeongezeka. Unashangaa ule mtaa walevi wameongezeka. Kwa nini? Kwenye territory, kwenye ulimwengu wa roho, kuna wafalme waliotunga hizo agenda, Kwa hiyo sasa huku mwilini zile spiriti zinaanza kutendea kazi. Unashangaa kumuona kijana ambaye hakuwa mrevi ameingizwa kwenye ulevi. Unaanza kujiuliza, imekuwaje huyu kijana anaingia kwenye ulevi? Lakini haujui huku rohoni kuna wafalme wameingia kwenye anga. Na leo kwenye anga tutashughulika nao, na leo kwenye anga tunashughulika nao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Hebu ninatamani mahala ulipo usimame sasa. Rakede bashanda la bakateremanda rokoriantele guzigadaba yantara baba. Nataka tuende mbele za Mungu, tumuombe Mungu atupe roho ya utakatifu kwanza, halafu tutakuja kuzishukia hizi nguvu za giza kwa kushindana nazo. Maana Bwana ametuambia basi kwa kuwa kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Hebu mwambie Bwana, nipe roho ya utakatifu. Ninataka niishi maisha matakatifu. Riando robo shanda la baba. Kama hujampa Yesu maisha yako, na wewe ambao unapaswa utengeneze na Yesu, omba maombi haya pamoja na mimi. Sema, Bwana Yesu, usiku wa leo nimeamua kurejea kwako, na nimeamua kutubu, na nimeamua kutubu, na nimeamua kutubu kila kosa na kila dhambi ya sirini ambayo hakuna mtu asiyejua, lakini Mungu aonaye sirini anaifahamu. Bwana Yesu,
ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Usiku wa leo nimeamua na nimefanya maamuzi ya kurejea kwako, wewe uliye mtakatifu wa watakatifu wote. Ninaomba unisamehe katika jina la Yesu, na kila kosa na kila dhambi asilini ninaitubia leo, na ninaomba unipe neema ya kuiacha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, usiku wa leo ninayapatanisha maisha yangu na wewe. Bwana Yesu, ninayaweka maisha yangu katika mkono wako, na unifutie dhambi zote, na unirehemu kuanzia leo, na unifanye kuwa mtoto wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama umeokoka, chukua namba ya simu hiyo. Kama umeokoka, hapo kwenye akaunti kuna namba ya simu. Chukua hiyo namba ya simu na utaipiga, na utapewa maelekezo na mwongozo wa kuweza kuishi maisha matakatifu. Kwa nataka tuende tukaombe. Nataka tuende tukaombe popote pale ulipo. Wewe ulioko kwenye familia, nataka uombe, umwambie Bwana, nipe roho ya utakatifu. Nipe roho ya utakatifu. Nipe roho ya utakatifu. Mwambie Bwana, nipe roho ya utakatifu. Weka mikono yako kwenye kifua chako. Sema, Bwana Yesu, usiku wa leo na mapambazuko haya, ninaomba roho ya utakatifu ingie ndani yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya utakatifu ingie ndani yangu kuanzia leo. Ninaomba Bwana, roho ya utakatifu, roho ya utakatifu ingie ndani ya maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninataka Bwana niishi sawa sawa na wewe ulivyoagiza, maana umeagiza ya kwamba niwe mtakatifu kama wewe ulivyo. Na mimi Bwana, usiku wa leo ninaomba hii roho ya utakatifu ije juu ya maisha yangu, ije juu ya maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anza kuomba mahala ulipo. Anza kuomba mahala ulipo. Fungua kinywa chako sasa, omba. Fungua kinywa chako sasa, omba. Fungua kinywa chako sasa, omba. Rakatarabaraba shandarabarababa. Baba, tunaitaka roho ya utakatifu ingie ndani ya maisha yetu. Hata mimi mtumishi wako Bwana, ninaiomba iongezeke tena, maana umesema tuwe watakatifu kama wewe ulivyo. Rakarado shatarabaraba yana mama shandarabaragada rakarababa shandarababa rekana mashandarabagada baba rikana mashandarabakata. Roho ya utakatifu ingie ndani yako. Roho ya utakatifu ije ndani yako. Roho ya utakatifu inayoondoa uchafu wote ingie ndani yako kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Roho ya utakatifu ije ndani ya maisha yako, ije ndani ya maisha yako. Riana mashandaraba yakaraba baba riantaragada yaraba baba shandaraba rakaraba gada yakaraba baba shandaraba. Muombe Bwana, mwambie roho ya utakatifu naitaka roho ya utakatifu kwa habari ya maisha yangu. Yakaraba yakarabaraba yadababa shada yakarababa shada yantora karaba yakarababa rianda erama shandalaba yakarababa shandalaba yakarababa kata yakerema shandalaba rakana mashandalaba yakarababa yakarama mama shandalaba. Mwambie Bwana, nipe roho ya utakatifu ili nikakupendeze wewe. Naye yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu rohoni, akiwapendeza watu pamoja na Mungu. Baba, tunaomba roho ya utakatifu
ije juu yetu, ije juu yetu, ije juu ya maisha yetu. Roho ya utakatifu Baba, yale ambayo yalikuwa yanatushinda sirini, tunaiomba roho ya utakatifu usiku wa leo ije juu ya maisha yetu. Riana makuriantaba yakaraba baba baba rianda yakaraba shandara baba baba baba. Baba, pita na roho ya utakatifu kwa habari ya dada huyu. Ni kweli hapendi kulala na wanaume, ila kwa sababu tu roho ya kumwaibisha inamtafuta. Baba, pita na roho ya utakatifu yakaraba shandara baba yakaraba baba baba baba. Baba, tunataka roho ya utakatifu tukaishi maisha matakatifu, maana umesema tuwe watakatifu kama wewe ulivyo. Nasi Baba, tunaomba roho ya utakatifu yandarakata rado shadada yekarababo shadaba yekeregadagaduza yanteregadagada yataraba yatarabada yadadadadadadadaba yakatakaraba. Baba, roho ya utakatifu, roho ya utakatifu, roho ya utakatifu kwenye maisha yetu, kwenye maisha yetu. Kule sirini ambapo waume hakuoni, mume wako hakuoni, kule sirini ambako mke wako hakuoni, huko ndiko ambako tunataka utakatifu anzie. Yana mama mashandele kapa yakaraba baba 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 yakarade shadadadadaba. Roho ya utakatifu Baba, imimine ndani yetu, tunaiomba Bwana, maana pasipo utakatifu hatuwezi tukakuona. Imeandikwa kwenye neno lako, rakaraba shandarabaraba yakaragadesheteba yakarabagadabarudebe yakarama shandaraba rakaraba shandarabaraba yakaraba shedereba yakaramandele kapa yakaraba shandarabaraba yakaramandele kapa yandorobo shandaraba yakaraba baba 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 yanana makaraba baba baba yandereketele mandaraba rakatarabaraba rakere mandaraba katarabaraba taramandele kata. Ni wewe uliyesema kwamba Bwana, tafuteni kuwa na amani na watu wote kwa bidii, na wa utakatifu asipokuwa nao mtu hawezi akakuona wewe Bwana. Tunaomba roho ya utakatifu. Mimi ninaomba na vijana Bwana wa kiume, hii roho ya utakatifu ingie ndani yao. Mabinti, roho ya utakatifu ingie ndani yao. Yakarado shadaba yakarababababababa. Mwambie Bwana, nipe roho ya utakatifu, maana utakatifu ukiingia ndani yako hautakuja kusikia habari za kuaibishwa. Ili uaibishwe na shetani ni lazima uishi maisha machafu. Ukiishi maisha machafu, shetani atakuaibisha. Kwa nini usiombe sasa na kumwambia Bwana, nipe roho ya utakatifu kwa habari ya maisha yangu, kwa habari ya utumishi ulionipa. Yandarabaraba shanda yakarabababababa yakaragadeshedereba yantorabagadagada yekerere bababababa yakaramandarakatuza yakana mashandaraba. Baba, tunaomba kama vijana. Baba, tunaomba kama vijana. Baba, tunaomba kama vijana. Tunaomba roho ya utakatifu, zile roho za siri ambazo zilikuwa zinatusumbua, yale roho, zile roho za mapicha machafu. Tunajua Roho Mtakatifu akiingia huwa anaharibu kila nira, huwa anaharibu kila uharibifu. Muombe Bwana, muombe Bwana, usinyamaze, usinongone. Yakarababababa shanda yerere makata yaraba yarabaraba yakarabababababa rakarama shandaraba yakarama shandaraba yakarama shandaraba. Mwambie Bwana, nipe roho ya kuishi maisha matakatifu
Yandere baba. Maisha matakatifu yanampa Mungu harari wa kuweza kukupigania. Ya karama shanda la bagada. Unaona damu ya Habili inazungumza masikoni pa Bwana, ni kwa sababu Habili alikuwa anaishi maisha matakatifu. Ya karabaraba shandaraba, ya kanama shandaraba baba, ya karaba daga regedegedegedere barabaraba, ya karaba baba, ya ntereba shanda. Mwambie Bwana, naomba roho ya kuishi maisha matakatifu ndani yangu. Roho ya kuishi maisha matakatifu ndani yangu. Sitatumia nguvu, sitatumia jitihada, kwa damu ya Yesu. Ya karaba shandaraba. Kaka yangu popote pale ulipo, ninakuombea kwa damu ya Yesu, ninakuombea kwa jina la Yesu. Roho ya utakatifu ingie ndani yako, roho ya utakatifu ingie ndani yako. Kila roho chafu iliyokuwa imekaa ikikupelekesha kwenye uchafu, ninaikemea kwa damu ya Yesu. Right now. Ya karaba baba shandaraba. Roho ya uchafu ya namna yote iliyokuwa inayopareti maisha yako, ninaiondoa ndani yako, naiondoa juu yako, naiondoa kwenye macho yako. Ile roho ya zinaa kwenye macho, ile roho ya uchafu kwenye macho, kwenye mwili, naiondoa kwa jina la Yesu, naiondoa kwa jina la Yesu. Naweka roho ya utakatifu ndani yako, naweka roho ya utakatifu ndani yako. Rakana mashanda la baba. Mama yangu popote pale ulipo, na kuombea roho ya utakatifu ingie ndani ya uzao wako, ndani ya watoto wako. Baba, ninakuombea popote pale ulipo, roho ya utakatifu ingie kwa watoto wa kiuno chako. Rana mashandaraba ya karaba baba rianto riantarakata ya karaba shandaraba yekerererere baba. Baba, ninajua mama huyo anapenda kuishi maisha matakatifu, ila hizi ajenda za kipepo zimekuwa zikimfuatilia. Ya karaba shandaraba, kwa sababu ya maisha ya dhambi. Aibu zimekuwa zikimfuatilia kwa sababu ya maisha ya dhambi. Ninaamuru ewe roho ya utakatifu, ingia ndani ya mama huyu, ingia ndani ya baba huyu, ingia ndani ya kaka huyu. Rama shadaba riakaragadagada rakaragadagada yakakaparagada. Roho ya utakatifu haitakuwa na nguvu juu yako. Roho ya utakatifu itakuwa na nguvu ndani yako, lakini roho ya uchafu haitakuwa na nguvu ndani yako. Na kuombea kwa damu ya Yesu neema ya kuishi maisha matakatifu sirini, ambapo watu marafiki zako hawajui, ambako watu ndugu zako hawajui. Neema ya kuishi maisha matakatifu ingie ndani yako, ingie ndani yako. Riadaba rakaraba shanda rekaraba baba yakaraba baba. Endelea kuomba. Wewe ulioko YouTube omba, wewe ulioko Facebook omba, wewe ulioko Instagram omba, na wewe ulioko hapa omba tena. Mwambie Bwana, nipe roho ya utakatifu. Mwambie Bwana, nipe roho ya utakatifu, nikaishi maisha matakatifu. Ya karaba baba. Mariamu alifutiwa aibu ni kwa sababu ya kuishi maisha matakatifu. Yantaragadagada yakaramadagada rakaraba shandalaba yakaraba shandalaba. Yesu hawakuona kosa la kumshtaki, ni kwa sababu alikuwa anaishi maisha matakatifu. Yandere korianta yakaraba baba. Roho Bwana, wewe unakaa mahala patakatifu. Yakarama shandala baraba rakana mama nderekata yakaraba baba rakana mashandala baba rakarama ndereketele baba rakana mashandala baba kana mashandala baba rakana mashandala baba rekara baba yakana
na mashanda. Baba, achilia roho ya utakatifu kwenye maisha yetu. Achilia roho ya utakatifu tukaishi kwenye utakatifu. Uchafu wote wa sirini, uchafu wote wa sirini uondolewe na roho ya utakatifu. Kuanzia leo tunavaa vazi la utakatifu, maana roho wa Mungu yu ndani yetu, na amesema ya kwamba mili yetu ni hekalu lake. Tunaruhusu ukaaji wake uje juu ya maisha yetu, uje juu ya mili yetu, kwa ajili ya kuishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu tunayataka tena ndani yetu. Yana mashanda la bakata yerere makariandorobo rierebo yakana mashanda rakataragado shadabadaba yakarabadagadagadisorabadaba yakarabagadagaduzekateregede yakaragadagadegbaragadaga yekeremakataragadegetogoza rokoremakatakatereketekeba yakana mashagadagadegregede yakatakati yakaparagadigede rakana mashanda. Baba, roho ya utakatifu, Baba, roho ya utakatifu, Baba, roho ya utakatifu, Baba, roho ya utakatifu, utakatifu sirini, utakatifu ambapo mchungaji wangu haoni, utakatifu ambapo rakana mashanda laba mwalimu wangu haoni, utakatifu ambapo yandara baba baba na mama yangu hawaoni, utakatifu ambapo yandara baba wadogo zangu hawanioni, utakatifu ambapo ina mashanda rabakana ma yerere makariando rabashanda rababa randa bashanda raba. Baba, roho ya utakatifu randa, nasikia uwepo wa roho ya utakatifu. Yana mama mashande rekanama yanene mama makarianda la baba. Baba, machozi haya ninayoyatoa yawe kila sehemu ya kila moja anayeomba, maana ni machozi ya kuitaka roho ya utakatifu. Ina mashanda la bakata. Baba, tunataka tukupendeze wewe. Baba, tunataka tutembee katika njia zako. Baba, tunataka tutembee sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba hii roho ya utakatifu ingie ndani yetu, maana uchafu unatutenga na wewe. Baba yanda baragadagada yana mama yanda raba. Hata mimi Baba natamani tena na tena niishi katika utakatifu. Yada baba yada baba yanda raba kararaba yandere bakarababa yantere bakatarababa yantere bakaramanta yantere gadagada yantere gadabadabadaba. Mwambie Bwana, roho ya utakatifu adadadadadada radadadadadada yedede baragadagada Baba yantariga dagada renda mashanda baba renda ramakatara baba yanda baba. Baba utakatifu, ninaumia ninapokuta vijana wamechukuliwa na roho ya uchafu, wamekuwa mashoga. Ninaumia Baba ninapoona mabinti raka na mashandaraba wamegeuza mili yao rina mashandaraba. Hii yote ni kwa sababu ya kukosa roho ya utakatifu. Ana mashandaraba. Na kama kuna kijana wa kiume anasumbuliwa na hii roho ya ushoga, na kama kuna binti anasumbuliwa na hii roho ya usagaji, roho ya utakatifu inapopita, ninatangaza kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, hiyo roho ya uharibifu iondolewe ndani yako. Yaraba baba shera baba yaraba karaba baba yanda yandere korianda barabara yaraba baba baba yaraba baba baba yaraba baba yarada baba baba yarada karamanda baba
Roho Bwana, rana makara barabara kele mashanda la bagadagada yandele katala mama rakara mashanda la baraba yandara baba randa la bashanda la bakatala baraba rakara mashanda la baraba rakana mashanda la baraba rakana mashanda la baraba rakara mashanda la baraba ina mama ndele baba anana mama Roho Bwana maisha matakatifu tunayataka. Rena mama mashanda rabakata yekele mando roboriantaraga yakele makariando rokopada yakaraba babarianto kataraba yanterera baba yantere baba raraba yaraba shadada yaraba baba shadada yakarama mama shandalaba. Mwambie Bwana, nipe roho ya kuishi maisha matakatifu ndani yangu. Aya na mashandalaba yakele mashandalaba. Ukianza kuishi maisha matakatifu, kila roho ya aibu inaondolewa ndani yako, kila roho ya kuaibisha inaondolewa ndani yako, kwa sababu unaishi maisha matakatifu. Rikano shanda makato baradaba aya de shandele kapala dadada rododo shadadadi dadada barandele kapaba rianana mama mariantele kapaba baba. Roho Bwana yanda rabakata. Ninatamani kama ulivyonigusa mimi hivi, umguse na huyu dada, umguse na huyu baba, basi umguse na huyu kijana. Najua ni matamanio yake. Yando shada daga rede baba shandara bakata riana mama makariando robo katara baba. Roho Bwana yantara baba rakara mashandara baba yakara baba yado shada baba. Roho ya utakatifu ninaamuru ije juu yako. Kama we ni kijana wa kiume, ningependa uweke mikono yako kwenye macho yako na ukatae kila uharibifu uliokuwa unaingia kupitia macho. Raka na mashandaraba, hilo pepo linalokaa kwenye macho na kukupelekea kutazama picha chafu, ninalisemesha kwenye macho yako. Hakikisha umeweka mikono yako kwenye macho kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Macho yako yafunguliwe, macho yako yafunguliwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na ninakuombea wewe binti, kila aina ya roho chafu iliyokuina kuingia, unajikuta tu umetega vijana, umeshalala nao na wakishaondoka ndo unazinduka. Uwe mama, ninakuombea kwa damu ya Yesu kwenye mabadiliko ya mwili wako, wakati zinapokaribia nyakati zako, mwili unapobadilika, unajikuta tu umeingia kwenye zinaa, unajikuta tu umemwangusha mtoto wa watu, unajikuta tu umeangusha mwanaume wa watu. Ninakuombea kwa damu ya Yesu, na kuanzia saa hii na siku zote, hiyo roho haitatenda kazi ndani yako. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, hautatumika tena rango la kuaibisha watu na kuwadondosha watu. Badala yake utatumika kama msaada wa kuwainua wengine, kuwaingiza kwenye utakatifu. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, ninaachilia hii roho na hii neema ingie ndani yako. Roho Bwana atamia mwili wa huyu dada, Roho Bwana atamia mwili wa huyu mama, Roho Bwana atamia mwili wa huyu baba, Roho Bwana atamia mwili wa huyu kaka, katika jina la Yesu. Maisha matakatifu yakawe sehemu yake. Hatatumia nguvu tena, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Riana makariando robo shadaba, riara baba karabara, yana na makariande baba, yando shandaraba, yakara baba yada rakana mashandara baraba. Tumia dakika chache kushindana
na kila roho ya aibu na kila roho ya kuaibishwa. Shindana nayo, maana roho ya utakatifu imeshaingia ndani yako. Shindana sasa na kila roho. Shindana nayo, shindana nayo. Isemeshe, ichore mipaka. Baba, kuanzia sasa roho yoyote haitafanya kazi tena ndani yangu. Maana imeandikwa, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho. Ninaingia kwenye ulimwengu wa roho, kwenye anga langu naingia. Kula ambako walikuwa wanapitia kwenye anga, kwenye anga lako, kwenye hiyo anga lako la maombi. Maombi yakipotea tu, tamaa ya mwili inainuka. Maombi yakipotea tu, raka na mashanda la baraba, kiu ya unywaji wa pombe na sigara inainuka. Maombi yakipotea tu, raka na mashanda la baraba, roho ya kuingia ya kuangalia pornography na inakuja. Maana yake kwenye anga lako unakuwa umevamiwa. Hebu shughulika na anga lako la maombi. Shughulika na anga lako la maombi. Yantora bariandere ketere barabaraba. Achieni anga langu la maombi. Nyie roho ya giza, nyie maroho ya kichawi, nyie maroho ya kiwasherati, achieni kwenye anga langu. Nyie wafarume wa giza, rakana mashandaraba, yakarabababa yada, yakere mandorokosa, yanturuburi andarabadaba, yakarabarabaraba. Shindana na roho yoyote kwenye anga lako la maombi. Kwenye anga lako la maombi. Kila mmoja na anga la maombi, kila mmoja na anga lake la maombi. Rakana mashandarabaraba, yekere baragadagada, yadadadadadadadadababa. Shindana. Yakaraba, yandereba, yakaraba. Hapo kwenye ufalme, piga hizo roho zilizokaa kwenye ufalme wa giza. Roho za ufalme wa giza zinazokuja kuzuia maombi, raka na shindana nazo. Zinazokuja kuinuka kuleta roho ya tamaa, kuleta roho ya masturbation, kuleta roho ya zina, kuleta roho ya ulevi, kuleta roho ya majivuno, ili niende katika uharibifu na aibu. Ninapiga. Achieni anga langu kwa damu ya Yesu. Achieni anga langu kwa damu ya Yesu. Ninapiga. Maana mimi ni silaha za Bwana za vita. Kwa mimi Bwana atavunja. Ninavunja kwa meno ya chuma. Ninavunja na kuharibu kila ukuta. Yandarabababababababa. Hapo kwenye anga. Kwenye anga lako la maombi, dada, litetee anga lako la maombi. Ndio maana kuna muda mwingine unakuwa uwezi kuomba peke yako. Unapokuwa una bando unaweza ukawa usiweze kuomba, lakini anga lako likiwa limefunguliwa. Mtu mmoja anaitwa Danieli alianza kuomba, lakini kumbe anga lake la maombi lilikuwa limefungwa, lakini hakuacha kuomba. Riadaba aliendelea kuomba, malaika wakashuka. Yakarabababababariandarabababa. Hapo kwenye anga la maombi, dada, valia njuga tena. Yando shadaba. Kaka yangu, kwenye anga la maombi, haribu kila upinzani unaoinuka kinyume na wewe. Yadadadabababababababa. Yatoradagadagadagada. Yakaragadagada. Radereketerere baba. Ayagadagada. Haribu tena. Haribu kwenye anga lako la maombi kila nguvu ya giza iliyokaa. Rakana mashandaraba. Yakaraba katarabaraba. Yakarababababababa. Yando robo shanda. Yandeleke pelede. Yandeleke baraba. Yakarabadabadaba. Yakarabababababa. Yandaraba katarabaraba. Haribu, litetee anga lako. Litetee anga lako la maombi, litetee anga lako la maombi, litetee anga lako la maombi. Maombi yakifungwa, roho chafu zinaingia. Anga la maombi likifungwa, raka na mashandaraba, utajikuta umeacha wokovu.
anga la maombi likifungwa. Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Ezekieli ile sura ya 11 na ule mstari wa pili, akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu, wote waliokaa kwenye anga la maombi wakinitungia uovu. Pigwa achia, pigwa achia. Juu yako wapigwe na kuachia, kwenye maisha yako wapigwe na kuachia. Waliachia hilo anga lako la maombi, waliachia anga lako la maombi, waliachia anga lako la maombi, waliachia anga lako la maombi kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Anga la maombi lifunguke. Kila aliyekuwa anashindana na wewe apondwe kabisa, na mahala pake pasionekane, na mahala pake pasionekane kwa damu ya Yesu. Riantaba riankana makadagada riankana mama mariandeleka parararaba yededededededede baba 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 baba. Kwenye anga langu la maombi hakuna atakayesimama katika jina la Yesu. Yandorobo shandalaba, yandorobo shandalaba, yakarabado shandala, yakaragadagadaba, yandorobo yantelegadaba, yekereba baba baba suda, yakaragadagado salaba, yantorobo sandalaba. Kwenye anga langu la maombi natangaza hakuna giza litakalosimama kwa damu ya Yesu. Na kwenye anga lako la maombi na kutangazia hautakaukiwa maombi. Roho ya maombi haitaondoka juu yako, roho ya maombi haitaondoka juu yako. Na anga lako liwe wazi kuanzia sasa. Utaomba mchana na usiku, na hakuna atakayeshindana na wewe na akashinda, na hakuna atakayepigana na wewe na akakupiga, na hakuna atakaye kuataki na akafanikiwa. Maana anga la maombi katika ulimwengu wa roho, wakuu wa ufalme wa giza wameondolewa na malaika Mikaeli kwa damu ya Yesu. Maana imeandikwa sisi tunashinda na zaidi ya kushinda. Ninatangaza ushindi juu yako. Hautaenda kwenye aibu, hautaenda kwenye kufedheshwa, hautaaibishwa tena, hautaaibishwa tena. Maana anga la maombi limefunguka kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yando robo shanda la kataraba, yarararaba kata, yaro shadi daragadi zanama, rianana nama kariandara baba baba, yadododo yakaraba baba baba, riodododo riandara baba baba, riarararara baba 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 baba, riandara baba 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 shandararaba, riakarada shakata, riakaraba shakada, rokotarabadaba, riakatarabadabadaba, yandorobo shandarabagada, riadaba katarabadabadaba. Baba, anga letu la maombi litakuwa wazi. Hatutaaibishwa tena, hatutaaibishwa tena, hatutaaibishwa tena, hatutaaibishwa tena kwa jina la Yesu. Anga letu halitafungwa tena na wafalme. Hana mashaka talaba. Wale wakuu wa giza wa kimamlaka huku tunaokaa nao, wakituona tu wapige mbio na kutukimbia kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Yanda bashandaraba, yaraba baba yakata, yarororobo yantaragada, yana makariondorobo shandaraba. Ninatangaza juu yako kuanzia leo, kila aliyekuwa anafanya vita na wewe ya kukurudisha kwenye kuaibika, radi ya Bwana impitie katika jina la Yesu. Aliyekuwa na roga sirini tu ili wewe uaibike, ninatangaza kwa msaada wa Bwana ya kwamba haribike katika jina la Yesu, haribiwe katika jina la Yesu. Radi ya Bwana impate katika jina la Yesu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Shando roborianta gadagada, riama mama kuriante regadaba, yaraba baba baba yakarabadaba, yando rodobo shadadadada, radadadada kadadadaba, yanda bakataraba. Baba yetu na Mungu wetu,
tunaelewa kabisa na tunajua ya kwamba maombi haya tuliyoyaomba, kuanzia kwenye ombi la tabia na ombi la shukrani, lakini hata hili ombi la kuamuru malango ya giza kwenye anga letu la maombi yaondoke. Baba, ninajua ya kwamba mambo haya yatatendeka na mambo haya yamefanyika katika jina la Yesu. Robo shanda ragadagada. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wa kila mmoja ambaye ameleta maombi haya mbele zako, na alikuwa macho mpaka muda huu, akiwa anaomba kwa ajili ya maisha yake, akiwa anaomba kwa ajili ya wazazi wake, akiwa anaomba kwa ajili ya biashara yake, lakini kubwa kuliko yote ameomba kwa habari ya maisha matakatifu. Baba, mimi ninakuomba roho hii ya maisha matakatifu iwaingie Baba, iwaingie Bwana, maana umeagiza wewe, iweni watakatifu kama wewe ulivyo mtakatifu. Baba, roho ya utakatifu imuingie kila mmoja. Baba, kusiwe miemko tu, kusiwe miemko. Mimi ninakataa miemko, bali kukawe kabisa uhalisia. Miemko nilishakataa Baba, na mimi katika maombi yangu sijakubaliana nawe Bwana nikihudumu kuwe na miemko. Hapana, roho kamili ingie ndani yao, roho kamili ingie ndani yao, roho kamili ingie ndani yako, roho kamili ingie ndani yako. Neno la Mungu linasema ya kwamba naye aliposema na mimi, roho iliniingia. Ninasema na ninatangaza tena juu yako popote pale ulipo, ya kwamba roho ya maisha matakatifu ingie ndani yako kama yeye alivyoagiza, katika jina la Yesu Kristo aliye. Ninasema tena roho ya maisha matakatifu ingie ndani yako. Hautatumia nguvu kuishi maisha matakatifu, hautatumia nguvu kushinda vileo, hautatumia nguvu kushinda zinaa. Ninavyoongea na wewe muda huu, kila roho ya uasherati na zinaa iondoke ndani yako katika jina la Yesu. Baba, ninakuinulia mikono yangu nikikushukuru na nikisema asante kwa wale uliowafungua. Ninajua kuna watu umefunguliwa kutoka kwenye tabia fulani. Baba, utukufu na heshima ni vya kwako. Ninasema asante kwa ajili ya muda huu. Baba, ninarudisha utukufu wote na heshima mbele zako, nikilitukuza na kuliazimisha jina lako, jina lipitalo majina yote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, na wote tuseme amen. Haleluya, haleluya. Ubarikiwe sana na Bwana Yesu kwa kuomba maombi haya. Ninataka nikwambie kwamba maombi haya yasiishie leo, yawe sehemu ya maisha yako na yawe mwendelezo kwenye maisha yako. Kwa kufikia wakati huu tumefika mwisho. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze, na kama una matoleo yako ya upendo kwa ajili ya kazi hii ya Mungu, ambayo wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba hapa Mungu amenigusa na Mungu amenibariki, ni kweli Mungu amefanya kitu, unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba. Tukutane majira mengine. Shalom, shalom.